serikali hii lazima imlinde mkulima, lazima tumlinde mkulima, na pamoja na kwamba sisi tutajitahidi kuwa wawezeshaji ili kuwasaidia wafanyabiashara, lakini tunataka pia na wafanyabiashara wawe waaminifu, waendane na mifumo ambayo tumejiwekea, kwamba mfumo ni stakabadhi ya ghala. Kwa hiyo haitakiwi na hairuhusiwi kwa kutumia jina lolote lile, kwamba unatafuta masoko kwa kutumia lugha ya kulainisha. Hiyo ni utoroshaji, ndugu zangu, na najua kipindi cha nyuma zilikamatwa karibia tani 95,000. Haipendezi. Ni lazima twende na mifumo ambayo tumekubaliana. Kama kuna changamoto, tutazitatua kupitia mifumo ambayo tumeiweka, kwa sababu biashara sio ya mfanyabiashara peke yake, ni pamoja na mkulima. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba serikali tunafanya, lakini sasa na ndugu zetu wafanyabiashara lazima waende kwenye utaratibu na mfumo ambao tumejiwekea, na mfumo ni stakabadhi ya ghala, na mfumo huo lazima ufuatwe. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na sisi tuko hapa kusimamia hivyo. Jambo ambalo nataka niwahakikishie ndugu zangu, wananchi wa Kwimba, wananchi wa Sumve na wote ambao wanalima choroko, kazi yetu sisi ndugu zangu ni kuhakikisha tunaleta tija, tunamsaidia mkulima apate thamani ya zao ambalo analilima, na ndio maana tunakomana mfumo wa stakabadhi ya ghala. Nataka niwahakikishie, tutaanza na nyie kuanzia chambani, tutakuja ghalani na tutaenda kwenye soko. Kama kuna kipindi ambacho mtaendelea kuona thamani ya mifumo ambayo tumeiweka, basi ni kipindi hiki. Ndugu zangu, tunachowaomba ni ushirikiano. Sasa mimi nafahamu kwenye biashara uwaga kuna mikinzano vile vile, kwa sababu wafanyabiashara kila mmoja ana interest zake ambazo mimi pia nazifahamu, lakini nataka niwaambie, mojawapo ya mambo ambayo yatatusaidia sisi kama wakulima ni kuzungumza lugha moja na serikali yenu. Nataka niwahakikishie serikali hii ipo kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zangu wa Kwimba, Sumve pamoja na wakulima wote wa zao hili la choroko. Tupo kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa namna ambavyo mmepokea mfumo huu vizuri sana, sisi tunawashukuru na tunawatia moyo tuendelee kuunga mkono mfumo huu, kwa sababu tupo katika njia sahihi sana ya kuendelea kuleta mafanikio yetu sisi kama wakulima, lakini vile vile katika zao letu la choroko.